naomba Mungu anineemeshe mwili itakuwa vizuri sana. Wakati mwingine ukiona ninaomba nikaketi kwa kiti, mtanielewa. Mwili itakuwa vizuri. Ningekuwa na uwezo singekuja. Kama ningekuwa na uwezo, lakini sikuwa na huo uwezo wa kutokuja, ndio itabidi nikuwepo hapa. So najua Mungu ataniwezesha. Sasa niwashukuru kabisa nyinyi ambao mko hapa leo kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kuomba pia. Glory to God. Wewe ni mtu wa maana kabisa. Usiwahi kujidharau na wala kujichukulia kwamba wewe ni mdogo. Wewe ni mtu wa maana kwa kazi ambayo unafanya katika huduma, na kusema yes katika mpango wa Mungu. Glory to God. Na Mungu anatafuta watu wa kuitikia. Ukiangalia kutoka, umeshaanza kuchukua? Sawa. Ukiangalia kutoka mwanzo, watu walipokelewa kwa Mungu kwa sababu ya mwitikio wao kwa mpango wa Mungu. Haleluya. Walikubalika, wengine wakakataliwa. Waliokataliwa ni kwa sababu hawakuamini, maana yake hawakupokea. Na walio itikia maana yake walipokelewa ama walikaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshaisema kwamba mtu ambaye haombi maana yake hayuko tayari kutumika. Amen. Mtu ambaye haombi hayuko tayari kutumika. Kuna mambo mengine unaweza ukakaa ukalaumu watu bure, lakini shida si watu, shida si viongozi, shida si mchungaji, shida ni wewe. Glory to God. Maana kama huwezi kitoa kwa kuomba, maana yake unasema hivi, mimi siko tayari kumtumikia Bwana. Maana hakuna kwenye Biblia tunaona watumishi wa Mungu kwamba walikuwa na maisha ya raha. Kwa mambo ya Mungu hakuna raha, yani. Raha yetu ni katika Kristo. Na haina maana kwamba ni raha kwamba tunakaa chini tunapumzika, tunalala na kunywa na kula. No. Kuitikia kwa Kristo ni kufanya huduma. Amen. Ni kumtumikia, ni kazi, ni huduma. Haleluya. Na pia ukishaingia kwa huduma ama ukishaingia kwa imani ama ukishaingia kwa wokovu, maanake kuna mambo wokovu na timati. Neno la Mungu lina timati kwako. Haleluya. Ukishaamini Injili, Mungu anakuhitaji kwa ajili ya kumtumikia. Na katika kutumika, huwezi tumika bila kuomba. Haleluya. So ni jambo ambalo linahitaji lifanyike kwako, si excuse, si option, ni lazima. Haleluya. Glory to God. Acha tusimame tushukuru, alafu tuanze ibada ya mkesha wa leo. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 25 mwezi wa 4 2025. Tuinue mikono zetu tushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante, tunakushukuru, tunakuadhimisha, tunakutukuza. Asante Baba wa mbinguni kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa ajili ya viongozi. Asante kwa ajili ya huduma. Tunakushukuru kwa ajili hata haya mazingira. Jina lako Bwana limetukuzwa katikati yetu. Wewe Mungu ndiye kielelezo chetu. Wewe ndiye nuru katika maisha yetu na katika ibada hii. Asante Bwana, maana tunapojifunza tunatiwa nuru, tunapata uwezesho katika kuomba. Nguvu zako zinatuwezesha na zinatusaidia. Neema yako inatutosha hata usiku wa leo. Baba ni asante, maana mbingu siko wasi kwa ajili yetu. Tunaamini na kupokea kwamba tuombapo tunapokelewa katika Bwana. Maombi yetu yanapokelewa. Maombi yetu yanapokea majibu katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu na Baba anayesikia na anayejibu. Baba ni asante, maana hakika unadudumia hata leo. Tunapokea kucha roho, tunapokea mtembeo na madhihirisho ya roho hata usiku wa leo. Tunakushukuru pia kwa ajili ya sauti yako ambayo Bwana umeachilia tena leo katika maisha yetu. Tunajua kwamba unasema na sisi na utasema na utasema. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba, tunakataa ufifu, tunakataa hali zozote ambazo Bwana zitafanya tusiombe. Tunaomba kwamba tupokee msaada wa kiungu, msaada wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya usiku huu leo, kwamba tunaweza na tunashinda
Katika jina la Yesu tumeomba na kupokea. Amen. Tunaweza tukaketi. So nina imani kwamba umetembea na kitabu na kalamu kama kiongozi na mwanafunzi mzuri, mwanafunzi stadi. Umetembea na Biblia yake, kitabu na kalamu, ili tujifunze, ili tupate kuomba. Amen. Glory to God. Leo nataka tuangalie baadhi ya misingi katika kuomba but why. Baadhi ya misingi katika kuomba but why. Baadhi ya misingi katika kuomba. Baadhi ya misingi katika kuomba. Tutaita but why. Baadhi ya misingi katika kuomba. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Wathesalonike wa 5:14. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Tunaweza tukasomewa na mtu mmoja kwa sauti kubwa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Yes. Mstari wa 14. Yes. Ndugu, twawasihi. waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Watieni moyo walio wadhaifu. Watieni nguvu wanyonge. Vumilieni na watu wote. Glory to God. Hallelujah. Kumkeni nyinyi ni eneo la viongozi. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. So,